kubwa lililopelekea mvuto au ushawishi wa sisi, mimi nikiwa kama kiongozi wa mtaa na wananchi wangu kwa ujumla, tuweze kushawishika kujenga hii barabara, kwa sababu hii barabara ni barabara kubwa kwa eneo letu la Kigogo Fresh. Ni senta ambayo inaunganisha watu wa Kigogo na Kimani. Kwa hiyo umuhimu wa hii barabara ni mkubwa sana kwa wafanya biashara, wapita njia na watu waendao makazini. Kwa hiyo tuliona ni muhimu tukaitengeneza hii barabara, kwa sababu ina maji machafu ambayo yanatiririka kutoka sokoni na hakuna namna nyingine ya kuweza kupata ufumbuzi zaidi ya kuweka makaravati kama tunavyofanya. Kwa hiyo tukaamua kuhamasisha wananchi na wananchi kwa dhamira yao njema na kwa nia ya kuweza kujenga hii barabara wakatuchangia. Kwa kweli tumefikia hatua hiyo ambayo tumefikia, naona ni hatua moja nzuri sana. Na kwa bahati nzuri jana wakati tupo kwenye operation za kujenga hichi kivuko, tukapata wazo la kuwajumuisha viongozi wetu wa kata ambao ni mheshimiwa diwani na mbunge kwa jumla. Tukampigia simu mheshimiwa mbunge akasema sawa, taarifa amezipokea, tumpigie mheshimiwa diwani tumpe hizo taarifa nao watazifanyia kazi. Na kwa bahati nzuri kwa kweli tunawashukuru, baada ya kupata hizo taarifa mbunge alikuwa yuko Dodoma, lakini ameahirisha shughuli zake na amekuja haraka iwezekanavyo kwenye eneo la tukio kuja kuangalia hali ilivyo, na ameahidi kutuchangia. Na pia diwani alikuwa anapokea wageni kule airport, lakini pia naye aliahirisha shughuli zake akaamua kuungana na mbunge, wakaja hapa moja kwa moja kuja kuangalia eneo la tukio, na wametuahidi kutuchangia pale ambapo bado tumepungukiwa. Kwa hiyo tunatoa shukrani sana kwa mchango wao huo mkubwa ambao wametutolea, na nina imani kabisa kwa kushirikiana na wananchi wenzangu basi tutashirikiana moja kwa moja ili tuweze kumaliza kabisa ili changamoto iliyobaki hapa ya kifusi. Tukishajaza kifusi hapa, ina maana kwamba barabara sasa itakuwa inapitika na zile kero zitakuwa zimeisha. Na mheshimiwa mwenyekiti, ushawahi kwenda kumfuata meneja wa ili soko kumueleza kero ambayo wananchi wako wanaopitia huku nyuma katika maji yao ambayo yanatoka huko Kigogo sokoni? Kama walivyokwisha kutambulisha viongozi waliopita kuwa huyu meneja ni mgeni, kwa kweli huyu sijawahi kukutana naye na kumfahamisha kuhusu tukio la huku, na nadhani pengine anaweza yule wa mwanzo yule mara kwanza alikuwa anajua. Tulikuwa tunafika mara kwa mara tunawalalamikia kuhusu maji machafu yanayoshuka huku, na mwenyekiti wa serikali za mtaa ambaye yupo huku anafahamu hilo tatizo. Tulishamwambia kwa watu wa sokoni huku wanatutirishia maji machafu huku ambayo yamekuwa ni hatarishi kwa afya za maisha ya watu wetu wanaoishi huku, lakini bado naona wamekosa ufumbuzi wa kuweza kuyazuia haya maji ili yasiweze kuja huku kwenye eneo letu, kiasi kwamba imefikia hatua tumeona bora tufanye utaratibu wa kujenga huu mfereji hapa, tuweke karavati, labda kidogo na sisi tunaweza kuyakwepa haya maji machafu yanayotoka sokoni. Na haya maji ni eneo ambayo maji yanatembea, na hii naiona njia hii ya maji, na mbele naona makazi ya watu. Je, haya maji hayaendi kuwapa kero watu wengine huko mbele? Ni kweli kabisa, na hili tatizo tumelizungumza mara nyingi sana kwamba haya maji yana athari katika maisha ya watu wetu huku, kwa sababu yanatiririkia kwenye mitaa ambayo watu wanaishi, na mvua zikinyesha haya maji huwa yanasambaa, yanaingia mpaka kwenye majumba ya watu. Sasa hii inaleta athari kubwa kwa afya za binadamu. Tumeshaongea hili swala mara nyingi, lakini tunapewa ahadi kwamba serikali iliplani kuhamisha huu mfereji kupitishia upande wa juu kule kwa Chachara, lakini tunaona bado process hizo hazijafikiwa, lakini kilio chetu tunakifikisha mara nyingi sana kwa viongozi. Kwa hiyo ninaamini kabisa hili swala linaweza likafanywa utatuzi huko mbele, huu mfereji unaweza ukahamishwa ukapitishwa upande mwingine.